Karibu tena katika simulizi hii ya David sehemu ya 4. Tunaendelea tulipoishia. Usiku ule ndio ulikuwa mwanzo wa hofu ya kweli. Nilikuwa nimesimama nje ya nyumba, nikiwa nimeshika daftari la baba mkono mmoja na bahasha ya onyo mkono mwingine. Sikujua ni nani aliyekuwa ameniachia ujumbe ule, lakini nilijua jambo moja. Mtu huyo alikuwa anajua kila hatua niliyokuwa nachukua. Niligeuza tochi yangu kila upande. Kulikuwa kimya. Pepo mdogo uliokuwa ukivuma, ukitikisa matawi ya miti iliyokuwa nyuma ya nyumba. Majani yalikuwa yakisikika yakigusana taratibu, lakini zaidi ya sauti hiyo, hakukuwa na mtu. Nilianza kutembea kuizunguka nyumba. Nilitaka kuona kama kulikuwa na nyayo zozote. Kwenye udongo laini nyuma ya nyumba, niliona alama za viatu. Hazikuwa za zamani, zilionekana wazi kabisa. Mtu alikuwa amesimama pale muda mfupi uliopita. Nyayo zile zilielekea hadi kwenye uzio wa nyuma, kisha zikapotea kwenye nyasi ndefu. Nilijaribu kuzifuata kwa mwanga wa tochi, lakini baada ya hatua chache sikuweza kuziona tena. Nilirudi ndani haraka, nikafunga milango yote, nikafunga na madirisha. Kwa mara ya kwanza tangu nirudi kijijini, nilihisi kama nilikuwa peke yangu katikati ya vita ambao sikuelewa. Nilikaa mezani, nikaweka daftari mbele yangu. Lilikuwa daftari la kawaida la jalada jeusi, lakini pembe zake zilikuwa zimechakaa sana. Nilipoligusa nilihisi kama nilikuwa nimeshika sehemu ya maisha ya baba ambao sikuwahi kuijua. Nikavuta pumzi ndefu, kisha nikalifungua. Ukurasa wa kwanza ulikuwa umeandikwa kwa mwandiko wa baba. Nilitambua mwandiko ule mara moja kwa sababu nilikuwa nimeuona kwenye kadi zangu za shule nilipokuwa mdogo. Kulikuwa na tarehe 12 Mei, miaka 18 iliyopita. Nilianza kusoma. Kama wewe unaisoma daftari hili ni mwanangu David, basi ina maana mambo hayakwenda kama nilivyotarajia. Mapigo ya moyo yaliongezeka. Niliendelea kusoma. Mwanangu, kuna siku utauliza kwa nini tulikupeleka kuishi kwa mjomba wako ghafla. Ukweli ni kwamba hatukukutuma kwa sababu ya masomo. Tulikutuma ili kuokoa maisha yako. Macho yangu yalitanuka. Nikasoma mstari ule tena. Kuokoa maisha yangu? Sikuwahi kufikiria jambo kama hili. Niliendelea. Kwa miezi kadhaa nimekuwa nikifuatiliwa. Watu ninaowajua vizuri wamenigeuka maadui. Siwezi kukuandikia majina yao kwa sababu daftari hili linaweza kuingia mikononi mwa mtu yeyote. Nikafunga daftari kwa sekunde chache, nikainama. Nilikuwa najaribu kutuliza mapigo ya moyo. Baba alikuwa anamaanisha nini? Ni watu gani hao? Kwa nini walikuwa wanamfuatilia? Baada ya muda nikalifungua tena, lakini kabla sijaendelea kusoma, nilisikia mbwa wakibweka kwa nguvu nje ya nyumba. Sauti zao zilikuwa zinakaribia. Kisha nikahisi kama kuna mtu alipita pembeni ya dirisha. Haraka nikainuka. Nikachukua tochi. Nikaangaza. Hakukuwa na mtu, lakini pazia lilikuwa linatikisika kana kwamba mtu alikuwa ameligeuza. Nilitoka nje tena. Safari hii nilikuwa mwangalifu zaidi. Nikazunguka nyumba nzima. Hakuna mtu.
Niliporudi sebuleni, nilikuta kitu kilichonifanya nisimame ghafla. Daftari nililoliacha mezani lilikuwa limefunguliwa kwenye ukurasa mwingine. Nilikuwa na uhakika kabisa nilikuwa nimelifunga. Nikajiuliza, kulikuwa na mtu ndani ya nyumba au nilikuwa nimechanganyikiwa? Nililikaribia polepole. Macho yangu yakatua kwenye sentensi iliyokuwa imepigwa mstari mwekundu. Kama nitakufa kabla sijakuambia ukweli, mtafute mtu anayeitwa Salum. Yeye ndiye mtu pekee ninayemwamini. Nilianza kujiuliza, Salum? Sikuwahi kusikia jina hilo kabla. Niligeuza ukurasa mwingine, lakini kurasa 3 zilizofuata zilikuwa zimeraruliwa. Nilihesabu kwa makini, mtu aliyekuwa ameziondoa makusudi. Na hapo ndipo niligundua jambo moja jingine. Kwenye sehemu zilizoraruliwa kulikuwa bado na mabaki ya karatasi. Hiyo inamaanisha kuwa kurasa hizo hazikupotea kwa bahati mbaya. Kuna mtu alizitoa. Lakini ni lini? Kabla ya baba hajafa au baada ya kifo chake? Nilianza kulichunguza daftari kwa makini zaidi. Katikati ya jalada kulikuwa na mfuko mdogo uliokuwa umeshonwa. Nilipochunguza nikahisi kuna kitu ndani. Nikaingiza kidole taratibu. Nikatoa kipande kidogo cha karatasi kilichokunjwa. Kilikuwa kimezeka sana. Nilipokifungua kulikuwa na mchoro wa ramani. Haikuwa ramani ya Tanzania, haikuwa ya kijiji kizima. Ilikuwa ramani ya eneo fulani ndani ya kijiji. Kulikuwa na alama ya mti mkubwa, kisima cha zamani, na duara jekundu lililoandikwa kwa herufi moja tu, X. Chini yake kulikuwa na maandishi ya baba, ukweli umezikwa hapa. Nilijikuta nikimeza mate. Nikaendelea kuitazama ile ramani. Nilikuwa sijui eneo hilo ni wapi, lakini nilijua lazima nilitafute. Nilipokuwa nikifikiria hayo, simu yangu iliita. Ilikuwa namba isiyojulikana. Nilisita kuipokea. Hatimaye nikabonyeza. Halo? Hakuna aliyejibu. Kilichosikika ni pumzi zito tu. Baada ya sekunde chache, sauti ya mwanaume ilisikika. Umeshasoma daftari? Mwili wangu ulisisimka. Wewe nani? Jibu swali langu. Ndiyo, nimeshasoma. Kulikuwa na ukimya mfupi, kisha akasema, usiende mahali palipochorwa kwenye ramani ukiwa peke yako. Kwa nini? Kwa sababu si wewe pekee unaitafuta. Unamaanisha nini? Kesho asubuhi nenda kwenye soko la zamani. Tafuta kibanda kinachouza viatu vya ngozi. Muulize mwenye duka kama bado anamkumbuka Salum. Nilimuuliza, wewe ni nani? Lakini simu ilikatwa. Nilikaa kimya kwa muda mrefu. Maswali yalikuwa yanaongezeka kila saa. Salum ni nani? Ramani inaelekeza wapi? Na ni nani aliyekuwa akinipigia simu huku akijua kila kinachokuwa kinafanyika? Usiku ule sikuweza kulala. Nilikaa dirishani nikitazama nje. Majira ya saa 9 za usiku, niliona mwanga wa taa wa gari ukisimama mbali kidogo na nyumba. Gari halikuingia ndani. Lilisimama tu. Baada ya dakika 2 likazima taa.
lakini halikuondoka, kana kwamba waliokuwa ndani walikuwa wakinisubiri nifanye kosa. Nilifunga pazia taratibu, nikashika daftari la baba kwa nguvu. Ndipo nilipoapa moyoni, hata kama ukweli huo ungeweka maisha yangu hatarini, ningeufikia mpaka mwisho.